upendo na amani, dini mbalimbali. Ningetamani pia, hii ni kauli mbiu ya interfaith kitaifa, upendo na amani, dini mbalimbali. Sisi Mwanza pia tuna kauli mbiu yetu, tunaishi pamoja, tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Turudie, tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Ningekuwa msikitini ningesema takbir. Baba sio mkiwa kanisani unasemaje? Haleluya. Asante sana. Ndugu zangu, kongamano letu, naomba wote tusome bango hili. Ni kongamano lililoandaliwa na kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza. Kongamano la kuelimisha tunu za taifa. Kongamano la kuelimisha tunu za taifa kwa viongozi wa dini mkoa wa Mwanza kuelekea uchaguzi mkuu. Kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Tulinde amani, tuenzi tunu za taifa kwa mustakabali wa nchi yetu. Ndiyo maana tumeitana mkoa mzima. Hakuna wilaya ambayo haipo hapa. Nyamagana wapo, Ilemela wapo, Magu wapo, Sengerema wapo, Kwimba wapo, Misungwi wapo, Ukerewe wapo, wilaya zote 7. Ndugu mgeni rasmi, jamani, mgeni wetu rasmi anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza. Tuliona jambo hili, tumpigie makofi basi. Tuliona jambo hili, uwepo uwakilishi wa serikali ili watusikilize kama viongozi wa kiroho. Kwa serikali iko hapa. Tumealika vyama vya siasa vyote. Tumealika makundi, kwa sababu ya uwezo wetu tusingeweza kuita watu wote 2020. Lakini tumeita baadhi ya makundi. Sio mamalishe, machinga, bodaboda, wanahabari. Hawa wako wameshika kamera lakini ni washiriki wa mkutano huu. Tupo kamati ya amani ya mkoa, kwa sababu katika bahati tulionayo mkoa wa Mwanza, si tumeenda mbali zaidi. Tuna kamati ya amani ya mkoa, lakini pia tuna kamati za amani za wilaya na tuna kamati za amani za kata. Kama kamati ya amani, hatuwezi kuwa tunakwenda kwenye jambo kubwa la kinchi, kubwa linaloitwa uchaguzi mkuu, ambao unaenda kuchagua madiwani, wabunge na rais. Alafu kamati ya amani tuwe tumekaa kimya. Mnasemaje hapo? Tungekuwa tumejitendea haki? Kwa hatua ya kwanza ni kuwaita askari wenzetu. Mzee Mwema alokuwa IGP alituanzishia msamiati wa asema doria ya roho, kwamba wale polisi wale wanafanya kazi wanafanya doria za mwili, lakini viongozi wa dini wanafanya kazi, wao wanafanya doria ya roho. Sasa askari hawa kama ukuwapanga vizuri, na wenyewe unaweza ukajiona ni sehemu ya kufanya chochote. Sasa viongozi wetu wa dini, mashehe, maaskofu, maustadhi, mapadri, wachungaji, wana taaluma kubwa.
lakini lazima tuwakuite, tuwakumbushe. Mgeni rasmi, sisi katika Uislamu tuna maneno yanasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Yani Mungu wetu anamwambia mtume wetu Muhammad, fadhakir, kumbusha we Muhammad, fa inna dhikra, hakika kukumbusha, tanfa'ul mu'minin, huwafaa wale walioamini. Yani watu wenye akili salama huwa wanakumbushana, na anayekumbushwa hunufaika na ule ukumbusho. Sisi tukiwa wa Tanzania, tumo ndani ya nchi inaitwa Tanzania, ndio sebule aliotuweka Mungu, inaitwa Tanzania. Na inawezekana nyuma ya miaka 70 huko hakukuwepo kitu duniani kinaitwa Tanzania. Yote mnajua hivyo. Lakini leo tuko kwenye kitu kinachoitwa Tanzania. Sasa viongozi hawa wa dini hawa, hivi tunakwendaje kwenye uchaguzi mkuu? Lazima tuitane. Kwa hiyo kamati yenu ya amani ya mkoa wa Mwanza ikaona ni vizuri tuje tuzungumzie vitu 7. Tuzungumzie vitu 7. Na hivi vitu hivi tuvizungumze kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa Biblia. Unajua habari ya mtu anasimama anazungumzia Biblia. Wewe Biblia unaijua? Watu wamesomea. Watu wamechukua miaka kadhaa mpaka anapata doktor ya kuwa msomi wa Biblia. Yaani mwanazuoni kama Askofu Sekelwa, ukenda nyumbani kwake wewe mwenyewe utashangaa, anaweza kuingiza ana library ina vitabu zaidi ya 5,000. Yaani mwanazuoni akikwambia Luka 5 mstari wa 2, anajua hiyo Luka alisemea wapi na kwa sababu gani alisema, kwa nini ilikuja katika muundo huu, na hizi Biblia ziko ngapi, anaweza kufafanua yule. Sasa wewe unaripuka tu na shejaa na mstari wako Luka 2 unaanza kusema ndo hoja. Unataka kutuchezea. Mwacha askofu na huyu mchungaji aisemee Biblia yake. Na Qur'ani ni hivyo hivyo. Huko kwenye Qur'ani sio unasema tu Qur'ani 2-3 nimekuta kwenye mstaafu wa Abdalla Saleh. Wewe unaijua Qur'ani? Qur'ani ina kitu kinaitwa nasikh, kuna kitu kinaitwa mansukh, kuna kitu kinaitwa sababu nuzuli. Ili utafsiri Qur'ani lazima uwe na hivi vitu. Alafu kuna ilmu zinazochunga ile Qur'ani. Kuna kitu kinaitwa an-nahwu. Yaani lazima ujue hapa panakaa fatha, hapa panakaa kasri, na ikija inna kinachofuata ni nini. Sio kufasiri tu kwa sababu umekuta kwa Abdalla Saleh. Kwa hiyo unapokuja mambo magumu lazima wanazuoni ndio watoke. Sisi tunaelewana jamani? Ndio maana kwenye interfaith, miongoni mwa kanuni za interfaith, hautakiwi kuiga kingine. Yaani hapa tutafuti dini ya 3. Dini ni Christian, ni Muslim. Kwa hiyo ukiitwa kwenye interfaith, njoo na imani yako. Ukiambiwa omba kwa imani yako. So ufike hapa uanze Baba uliye mbinguni. Hii hata sauti ina namna yake, unaijua rafiki yangu. Wewe piga a'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillah. Usiige, kwa sababu ukiiga utaleta cha 3. Na ukileta cha 3 hakipo, maana yake utakuwa mbayuwayo. Tuko pamoja? Kwa hiyo kamati yenu ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza ikaona tukutane, tuongee mambo 7, lakini kila imani ije ilete mtazamo wake kwenye hayo mambo 7. Sasa mambo gani yanaitwa? Kwa umoja wake hayo mambo yanaitwa tunu za taifa. Kuna mtu anaamini tunu ya taifa ni mlima Kilimanjaro. Hebu usichezee hiyo tunu ya taifa, mlima Kilimanjaro. Wewe hujui. Mlima Kilimanjaro sio tunu ya taifa. Inaweza kuwa na sifa yoyote na heshima yoyote, lakini sio tunu. Tunu za taifa ziko 7. Tumewaiteni viongozi wa dini. Wangapi mlikuwa mnazijua tunu za taifa? Nyanyueni mikono. Si ni viongozi wa dini, si waongo. Tunyanyue mikono. Mlikuwa mnazijua kwamba tunu za taifa ni 7. Kama watu 3 hivi 4. Ambao mlikuwa hamjui, nyanyueni mikono. Kwa mkutano huu una faida au una? Sasa tunu za taifa ni hizi zifuatazo. Kwanza inaitwa utu.
Ikiwezekana andika utu. Ukisikia tunu za taifa ziko 7. Ya kwanza inaitwa utu. Ya pili inaitwa uzalendo. Ni tunu ya taifa. Ya tatu inaitwa uadilifu. Ya 4 inaitwa umoja. Ya 5 inaitwa uwazi. Ya 6 inaitwa uwajibikaji. Ya 7 inaitwa lugha ya taifa. Yaani hichi Kiswahili hichi ni tunu ya taifa. Na nataka niwaambieni hata kuna baadhi ya watu wako serikalini hizi hawazijui. Wala sio aibu nyewe viongozi wa dini kusema labda kama tumehudhuria hapa zaidi ya 100 afu mnasema sisi kama 80 tulikuwa tuzijui shekhi. Sio aibu. Sasa hapa tupo kufanya nini? Kwenye ile msingi wa aya ya Mungu alipokuwa anamwambia Mtume Muhammad, fadhakir, kumbusha. Ukumbusho uwafaa wenye kuamini. Kwa tumeitana leo sio kuelimishana, ni kukumbushana. Sisi tuko Tanzania. Kuna kitu kinaitwa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unakuja. Lakini tuna kitu sasa tunatakiwa hii nchi ivuke salama kwenye kipindi hichi. Ivuke salama. Sasa tunawaita wenzetu. Sisi tuko mkoani hapa. Tunawaita wenzetu mawilayani. Na nitakushangaa ukiwa unatoka wilayani afu una karatasi, una kalamu wala uandiki. Utakuwa mtu wa ajabu. Ndio maana tumekuwekea kalamu mbele yako. Karatasi mbele yako. Tuwashukuru sana Sheikh Twaha na Askofu Bundala. Kwa ukumbi kazuri, mimi nilikuwa hata sikajui ya. Ila tuongezee tu ile nini ile? Hewa. AC inaitwa. Nzuri kabisa. Hapo hata mambo yenyewe asubuhi tumeona mazuri, sijui hata mchana atakuwaje. Itakuwa vita safi sana. Kwa hiyo mgeni rasmi, hawa ni viongozi ambao wakitoka hapa tunatamani viongozi wetu wa wilaya, nendeni mkafanye hili tulilofanya. Na mmesikia makundi tuliyoyaita, bodaboda, mamalishe, machinga, waandishi wa habari, tumealika kuu ya mkoa hapa. Manake hapa wako TAKUKURU, wako watu wa zimamoto, polisi. Tumewaita hapa. Tutoke wote na uelewa mmoja kwamba nchi hii inatakiwa kulindwa, na msingi wa kuilinda hii nchi ni tunu zake zisibomolewe. Sasa kwa nini tunasema tuziseme? Sisi tunu ziko pale. Sasa tunazitazama hivi kwenye Biblia zimo? Biblia zimo? Ndio mmesikia Askofu Sekelwa anatiririka. Ameingia mpaka kwenye kitabu ambacho sisi tukisikiage, sisi kinaitwa nini kile kakitaja hapa. Kaonyesha wanazuoni. Je, kwenye Qur'ani hizi tunu zimo? Sasa kwa nini tunasema ndani ya Biblia na Qur'ani? Ikiwa zimo ndani ya Biblia, maana yake hayo ni maelekezo ya imani yetu sisi wa Kristo. Ikiwa zimo ndani ya Qur'ani, maana yake hayo ni maelekezo ya imani yetu sisi Waislamu. Kinachofuata tunatakiwa kuyaishi. Sawa, muda wangu ni mdogo, niende na mimi haraka kwenye hizo tunu. Baskofu amezieleza kwa mujibu wa Biblia. Mimi nazieleza kwa mujibu wa Qur'ani. Na ndio maana mimi ukinifuatilia napewa mistari mingi, mimi na Biblia mpaka ya Kiarabu. Maaskofu amenipa. Lakini wasisomi kwa sababu gani? Sio kuchanganya. Naweza nikaielezea amani nikataja na mstari wa Biblia unaozungumzia amani. Mimi sitaki kwa sababu gani? Nikiulizwa Yesu alisemea wapi? Au huyo aliyosema ni mwanafunzi wake au ni yeye mwenyewe? Au wakati inasema hiyo Yesu alikuwepo alikoshaondoka? Mimi nitakosa majibu. Kwa mimi sichanganyi, Qur'ani yangu inanitosha. Na nyinyi nawaombeni hivyo. Migogoro mingi hata wakati mwingine ukisikia vurugu ni kwamba kuna watu wameingia kwenye kitu cha wenzao bila ridhaa yao au bila kukijua. Kwenye Qur'ani sisi, ndani ya Qur'ani tunu za taifa ukizungumzia utu. Kwanza neno lenyewe tunu. Kwa Kiswahili kila mmoja anaweza kuwa na tafsiri yake.
lakini tunu ni kitu thamani. Tunu ni ain, ni mbonye ya jicho, ni jauharun ghalia. Tunu ni jauharun ghalia. Ukisikia hichi kitu ni tunu, maana yake hicho ni kitu ghali. Ni kama vile jicho, kinatakiwa kilindwe kama mbonye ya jicho. Unaona Mungu alivyolilinda jicho? Ukitazama jicho limelindwa kweli kweli, tofauti na meno yalivyolindwa. Meno ukifanya tu hivi umeyaona, lakini jicho limewekewa mpaka hizi nyusi zinalinda jicho. Kuna maji maalum yamewekwa hapa jichoni kulinda jicho. Ndio maana wakati mwingine hata mchanga ukiingia kwenye jicho, kabla hujaenda hospitali, kuna utaratibu wa kimungu ulishatengenezwa, utauondoa ule mchanga. Nyote mmeshaingiwa na michanga. Nani ameenda hospitali? Mpaka leo tatizo kubwa. Yaani kuna utaratibu Mungu ulishatengeneza wa moja kwa moja. Ukiona mpaka jicho limedhurika, kuna mtu anaweza kupiga kitu utadhani kitaingia jichoni, kinaweza kupiga mahala popote, lakini kuna sense ambayo ameiweka Mungu, utaona tapu umelifumba, kimepiga juu. Ni kitu ghali jicho. Hii ndio kitu kinaitwa tunu. Sasa tunu kwenye nchi yetu ziko 7. Moja ni utu. Yaani nchi ya Tanzania inatambua utu wa Mtanzania. Wakati tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, hili litambulike. Ndio lengo la kikao hichi. Washiriki wa uchaguzi ni Watanzania wote, lakini washiriki wakubwa ni wanasiasa, ni vyama vya siasa. Nimewaona hapa kina Maraja wako, watu wa CCM, watu wa ACT, sijui nani. Nyie ndio washiriki namba 1, watu wa Chadema. Mnajua kwamba utu ni tunu ya taifa na inatakiwa kulindwa. Washiriki kwenye uchaguzi ni wale wanaosimamia uchaguzi, tume ya uchaguzi inajua kwamba utu. Kwa sababu ikifika mahala mwanasiasa anasimama kwenye jukwaa, anamtukana mwanasiasa mwenzie, kamuondolea nini yule mwanasiasa mwenzie? Kamuondolea utu wake. Tusikubali yale maneno, siasa ni mchezo mchafu. Uongo. Huyu anafanya kusudi. Haya maneno siasa ni mchezo mchafu, yani maana yake ukiwa kwenye siasa uruhusiwe kutukana, uruhusiwe kudhalilisha watu. Hapana. Sisi viongozi wa dini tulisemea hili. Ulindwe utu wa mtu. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Isikilize Qur'ani inavyosema. Isikilize Qur'ani inavyosema. Mola wetu anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kwenye eneo la utu. Kwenye eneo la utu Mungu anasema, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Mungu anamwambia Mtume Muhammad, wewe Muhammad, ndani ya Qur'ani Mungu anamwambia Mtume Muhammad, Muhammad, walaqad. Ukisikia Qur'ani inasema laqad, hii qad inaitwa harfu tahqiq. Yani kwa hakika, kwa kweli, ilivyo. Mwanadamu ni kiumbe wa thamani. Mwanadamu ameheshimiwa. Haitakiwi heshima yake kuvunjwa. Huyu ana thamani. Tumemweka mwanadamu bahara na baharini. Tumemruzuku vitu vizuri mwanadamu. Tumemfadhili mwanadamu. Sisi katika Qur'ani Mola wetu anazungumzia sana tumefanya, tumeumba. Sasa ukiwa wewe unajua Qur'ani unasema sasa Mungu ni anasema mmoja, lakini Bwana anasema tume. Hii si tume ni wengi? Wewe hujui. Ujue Qur'ani njoo tukufundishe. Mungu anatumia ishara ya wingi kwa maana ya kudhihirisha ukubwa wake. Ndio maana rais wa Tanzania anakwenda Marekani kuomba msaada, anasema sisi wa Tanzania tumekuja kuomba. Pale hayuko Sheikh Hashim wala Askofu Bundala. Pale yuko Samia peke yake, lakini sasa tume. Na zipo kaida za kilugha za kisheria ukija tutakufundisha. Qur'ani inaelekeza heshima ya utu wa mtu. Kwa mwanasiasa yoyote kwenye uchaguzi huu tunaokwenda nao, wakati anaandaa zile nondo zake za kwenda kueleza
ilani ya uchaguzi ya chama chake, anaenda kueleza anayoyataka, achunge utu wa mtu. Huyu unayekwenda kumdhalilisha kwenye kiriri ana watoto. Huyu unayemtukana ana baba, ana mama, lakini ana dini yake, ana kabila lake. Kama ukwenda vizuri, tafsiri yake utaamsha hisia za makundi yote haya. Kumbe Qur'ani inatutaka kuheshimu utu wa mtu. Sisi hata kule kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani mwezi wa ibada sana. Umeambiwa hata ikitokea mtu akikutukana usijibu, mwambie inni saim, mimi nimefunga bado, sijibu matusi. Sasa wewe mwanasiasa, chama cha siasa lengo lake ni kuchukua nchi. Lengo la chama cha siasa ni kuja kuchukua nchi. Hakuna chama cha siasa, ukisikia chama cha siasa lengo lake ni kutawala. Mtu yote asikudanganye. Sasa ikiwa wewe maelezo yako yatakuwa ni kuvunja heshima za watu, kutukana watu, kudhalilisha watu, haijalishi chama cha mwenzio au nyinyi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna vita humu ndani ya vyama vyenyewe. Kuna vita ndani ya vyama vyenyewe, na hiyo vita ndio itakayoanza. Tulishuhudia hapa katikati, kuna chama kile kinafanya uchaguzi, watu wameadhiriana kama hawajui kuna kesho, kwa sababu mnavunjana heshima leo, afu kesho mnaenda kuambia hawa watu mlokwisha waaminisha huyu hafai, muizi, tapeli, afu kesho sasa huyu ndio mwenyekiti wetu. Hii lugha kwamba siasa ni mchezo mchafu tuache. Alafu unasemaje siasa ni mchezo mchafu? Siasa mchezo msafi. Kwa sababu siasa ndio inamtoa rais. Rais ndio amiri jeshi mkuu. Hawi rais mpaka apite kwenye nini? Kwenye siasa. Inakuwaje mchezo mchafu? Siasa inazungumzia maslahi ya watu. Ni kama maneno wa viongozi wa dini msijadili siasa. We, tusijadili siasa. Siasa ndio inamleta waziri, anaitwa waziri wa mambo ya ndani. Anasimamia majeshi ya polisi, nini kila kitu. Siasa, hawi waziri wa mambo ya ndani mpaka apite kwenye nini? Kwenye siasa. Maana yake lazima awe mbunge ndio ateuliwa kuwa nani? Rais. Mtaka kutudanganya sisi? Hawi waziri wa mambo ya ndani mpaka awe mbunge. Akiwa mbunge ndio ateuliwa kuwa waziri. Siasa ndio inamleta waziri wa maji. Siasa ndio inamleta waziri wa nishati. Siasa ndio inamleta waziri wa kila kitu. Kwa siasa ni maisha. Unahitaji mchezo mchafu? Ni mchezo msafi. Ila sisi viongozi wa dini tumehusiwa sana. Tunapoambiwa tusichanganye, haina maana kuisemea au kushauri au kuelekeza. Tusichanganye kwa sababu sisi tuna wanachama wa vyama vyote, ni waumini wetu. Baba Askofu Sekelwa anao Chadema, anao CCM, anao Kafu, anao ACT, hata kile cha ubwabwa anao. Sheikh Kabeki anao Chadema, anao CCM, anao Kafu, anao ACT. Sasa wewe kiongozi wa dini ukitokea ukaonyesha huko upande fulani, tafsiri yake wewe umewagawa waumini wako. Kwa hiyo usichanganye katika sura hiyo. Lakini sio kutoa maoni na kuwataka jamani utu. Tunapokwenda kwenye chaguzi hizi, utu kwa viongozi wa dini, kwa sababu wakati mwingine huu mtego unatuingia hata sisi. Viongozi wa dini najikuta nyenye mmeanza kushambuliana. Mara waraka umetoka. Sijui baraza fulani, sijui BAKWATA, sijui utu. Qur'ani inatutaka tuchunge thamani ya mtu. Mtu aheshimiwe kwa namna yoyote alivyo, ni mwanadamu. Ndio maana sisi katika Uislamu hata kwenye masuala ya interfaith kaianza mtume wetu Muhammad. Mtume amekaa hivi anaona jeneza linakuja. Mtume akasimama. Aliposimama maswahaba, ukisikia maswahaba Baskofu maana yake wanafunzi wa mtume Muhammad. Wakamfuata, ya Rasulullah, mtume wa Mungu. Huyo ni jeneza linalopita sio la Muislamu, ni mtu asiyekuwa Muislamu. Kwa lugha nyingine walikuwa wanamtaka asingesimama kutoa heshima kwa yule mwili unaopita. Sikia majibu ya mtume wetu. Anasema, kwani huyo si mwanadamu? Ana imani nyingine, lakini je, si mwanadamu? Sikusimama kwa sababu ya dini yake, nimesimama kwamba kiumbe kitukufu kilichoumbwa na Mungu kwa uweza wake na ufalme wake kimeyaga dunia. Nasimama kukipa heshima, nacho si kingine, ni ubinadamu. Kumbe ubinadamu una thamani kubwa. Tunawashuhudia wale wanasiasa, wanatukana mpaka wanasiasa wenzao waliokufa.
Sasa katika Uislamu mtu akishakufa mnafunga faili lake, mnatakiwa mtaje mema yake, msitaje mabaya yake. Baba Askofu, ikikupendeza chukua hiyo. Tunaambiwa udhkuru mahasina mautakum. Ukiweza andika. Baba Askofu anapenda sana kuchukua hivyo vitu. Tajeni mema ya mauti wenu, wakufu amma siwahu, yaficheni yasiyokuwa hayo. Mnataja ya nini kisha ondoka huyu? Lakini kuna baadhi ya wanasiasa wanaweza kutaja hata mapungufu ya maiti. Maiti anaathiriwa, tumesahau kama ni mwanadamu. Ili kongamano tamu sana, hatukutaka mtufia dakika 30 tu atuchambue kitu kimoja kimoja, lakini acha niondoke hapa. Tunaenda tuni ya pili. Niwaambia inaitwaje? Uzalendo. Mimi sitaki kwenda kwenye tafsiri sana kwa sababu askofu kishafanya kazi nzuri. Uzalendo. Uzalendo ni tunu ya taifa. Uzalendo ni tunu ya taifa. Msikie Mtume Muhammad. Hivi Uislamu unazungumzia uzalendo? Uislamu unazungumzia uzalendo? Ndio. Unasema hubbul watani minal iman. Kuipenda nchi yako, we Muislamu, kuipenda nchi yako ni katika imani. Na hapa unapata historia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anahama Maka, anahamia Madina, baada ya matatizo yaliyompata, kukataliwa na ndugu zake, kupigwa, kufukuzwa, kuwekwa vikwazo na kila kitu, Mungu akamuidhini sasa hama. Mtume akaondoka Maka, anaenda zake Madina. Alipofika mpakani mwa Maka, Mtume aligeuka, akaitazama Maka, nchi yake anayoondoka. Machozi yakawa yanamtoka Rasulul Azam sallallahu alayhi wasallam. Mtume analia, anasema wallahi inni a'lamu annaka khair ardullahi wa ahibbuha ila Allahi walaula an halaka akhrajuni minka ma kharajtu. Mtume alitazama nchi yake, machozi yanamtoka, anasema Maka naondoka na kuacha nchi yangu. Kama sio hawa watu kunitoa, machozi yanamtoka Mtume, anasema mimi nisingeondoka hapa. Ndio alikuwa sababu askofu. Sio mapenzi ya mdomoni, unaipenda kweli nchi yako? Kwa watu wazima, Askofu Kisandu namuona, hata Shiraji Abu kaka yetu wako hapa, Askofu Sekelwa yumo, kisha kula tu siku. Baba Askofu Ntunza mmekula siku nye. Ilitokea vita hapa, kama sikukosea ni 78. Sisi na Idi Amin. Si ndio hivyo? 72 anko upo, mzee wangu pale yupo. Mliona uzalendo, someni hata kwenye vitabu vya historia. Sheikh Hussein unajua 72 78. Mliona uzalendo. Watu walitoa mifugo katika nchi, inachukuliwa unapewa wanajeshi. Watu walitoa magari, mtu anakwenda anasarenda gari yake. Uzalendo. Kuna watu wazazi wetu sisi, babu yake na wewe Sheikh Rajab simama bwana, wewe unajificha sana. Huyu babu yake alikuwa RPC pale Shinyanga. Hata mapicha yale ya vita ya Uganda ukitazama unamuona Sharifu Idrisa, Mungu amrehemu. Unamuona alipokuwa kuna watu wengine wameenda kujisajili siku hiyo hiyo. Niandikeni na kwenda mbele, mstari wa mbele kupigania nchi yangu. Uzalendo. Mapenzi ya kuipenda nchi. Hapa niwaulize ndugu zangu waandishi wa habari. Baadhi yenu wakati mwingine huwa mnapoteza uzalendo. Tumeambiwa na hata Askofu Sekelwa, sisi kwenye kamati yetu tumetajirika. Tuna mtu anaitwa Askofu Sekelwa, dokta. Sio yeye tunamuita Trump. Kwa sababu Marekani anaenda kama yule unapoenda Buhongwa. Tuna mtu anaitwa Askofu Elias hapa ndani. Dada yangu hapa Bi Upendo, Marekani anaenda kama anaenda zake Nyegezi hivi. Wanatuambia kuna maeneo vyombo vya habari havitangazi.
wazalendo. Sudi upo? Hiyo chukua hiyo za uso hizo. Kule Marekani sio kwamba watu wana hela sana. Kuna watu waniomba wako Marekani. Tena wako mitaani. Hatujaona picha hata moja inaonyesha omba wa Kimarekani. Tunaenda kwenye uchaguzi. Waandishi wetu wa habari, vyombo vya habari, mnao uzalendo? Sisi ni kawaida, hata rais wa nchi anavuliwa nguo tu na waandishi wanaandika front page rais. Hivi unajua maana ya rais? Rais ni cream. Yaani ukitaka kuona tafsiri ya rais ni maziwa, alafu yale maziwa huwa yanaganda, katikati huwa yana kitu kinaitwa kiini. Yaani Watanzania mlijikusanya mkasema huyu, yote tumebaki huku makampi, huyu rais ni yai la kuku wa kienyeji. Kile kiini cha njano ndio nani? Rais. Unamlindaje? Vyama vipo na kila chama kinatafuta dola, lakini kwa wakati huu sasa rais ni huyu. Narudi kule, mtume wetu alilia sisi kwa kuipenda nini? Wewe umeshalia kwa ajili ya Tanzania? Kuna matukio yanatokea, albino na uwawa, sio na nini. Kuna watu wanaandika kama vile sherehe vile. Mnaiua nchi. Nchi inapoteza sura. Sasa sisi kama viongozi wa dini, haya ni mambo lazima tuyaseme. Nafupisha kwa sababu ya muda. Lakini ningekupa kitu cha tatu. Mtume alipohamia Maka akakuta Waislamu, yani wakati yuko Maka, anakwenda Madina, akiwa Maka wakisali wanaelekea Quds, Palestina. Baskofu, sisi kule katika Uislamu iko misikiti mitatu mikubwa. Yani katika Uislamu natakiwa ujue hiyo. Kuna misikiti mitatu mikubwa. Msikiti wa kwanza ule wa Maka, msikiti wa pili Madina, msikiti wa Mtume, wa tatu huko Palestina, Quds tunaita, Jerusalem. Kama ambavyo wenyewe mna utukuza na sisi pia tuna utukuza ule msikiti. Na imepewa thamani. Ukisali msikiti ule wa Maka sala moja unaandikiwa sala 100,000 thawabu zake. Yaani sisi ukiona mtu anaenda Maka maana yake anafuata hizo. Kuliko kusali msikiti wa Kabuhoro anaenda kusali Maka ili apate sala 100,000. Wakati mwingine kwenye interface tunapeana maarifa ili kujua hata vile vitukufu vya dini ya mwenzio. Kuna siku tulibuuliza baskofu, hivi msalaba maana yake nini? Akatufafanulia. Maana yake ni kwamba usichezee hicho kitu, wenzako wanakiheshimu. Kamati ya amani Mwanza nzuri jamani. Au mnasemaje? Upendo na amani, dini mbalimbali. Sasa Mtume Maka unapa laki. Ukisali kwenye msikiti wake pale Madina, sala moja ambayo ungesali Nyegezi, pale ukisalia Madina unalipwa 1,000 thawabu zake. Yani unalipwa mara 1,000 kwa sala ungesali wapi? Nyegezi, kwa Askofu Bundala. Sasa ukisali Quds, Palestina, ule msikiti ule ukienda ukasali adhuhuri moja, thawabu zake unaandikiwa adhuhuri 500. Sasa Mtume ilikuwa watu wanaelekea wapi? Quds. Lakini kwa mahaba ya kuupenda mji wake bwana Mtume, alipofika Madina Mtume anahama, akawa anahangaika, anatamani na mji aliozaliwa hata kama amefukuzwa, na kwa kuwa pale kuna sharafu ya Al-Kaaba, basi watu wakisali waelekee Al-Kaaba iliyoko Maka. Mtume akiwa katika mji unaitwa Kuba, chukua hiyo. Mji unaitwa Kuba, akiwa amefika pale kwenye sala ya adhuhuri, Gabriel au malaika Jibril yajubu sama, anapasua anga, anakuja kwa Mtume, halafu anamsomea aya hii. Chukua hiyo. Mungu anasema qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Tuko pamoja? Sasa Muhammad, sisi tumeona wewe unahangaika kila wakati, hauna raha moyoni, unahangaika, unasema watu wangeelekea na Maka, tunaelekea tu Palestina, tungeelekea Maka. Sasa Mungu kaona zile kamera za kimbingu zimekuona tabu unayoipata wewe.
satellite ya mzee Godi yamekuona, yanafichua siri. Sasa siri ipi? Sasa elekea Maka, usielekee Kudsi. Inasemekana katikati ya swala mtume akageuka, na mpaka leo ukifanikiwa kwenda Maka waambie nipelekeni Masjid Qiblatain, msikiti wa vibula viwili, msikiti wa vibula kibla mbili. Askofu usichukie, kwa sababu mimi wakati mwingine naongea na hawa mashehe zangu ili wakienda kule mawilayati na sehemu zingine wasishindwe kueleza haya. Nenda katazame vibla viwili, kibla mbili, imetokana na mapenzi ya kuipenda nchi, na mpaka leo umetunzwa msikiti huko. Wewe kwa mapenzi ya kuipenda nchi yako umefikia kiwango gani? Hapa ningekita nikasema sana, lakini muda hauniruhusu. Ningekita hapa nikasema sana kuhusu uzalendo. Naenda ya tatu, uadilifu. Sisi katika Uislamu uadilifu ni jambo muhimu, kama ambavyo waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Abedi Amani Karume kwa pamoja wametusaidia kuwa na nchi nzuri kabisa. Wewe angalia tu hii misingi. Hebu fikirie, watu walifikiri mpaka wana tunu za taifa. Hakuna kiongozi alizoanzisha hizi, ni wenyewe wale. Walifikiri sana. Na kwa kuwa wanajua nchi inatakiwa nchi safi, nchi ya kila mtu na jambo lake. Sasa hii haina dini, lakini watu wake wana nini? Wana dini. Lakini ukiangalia walioyachukua mengi yako kwenye dini. Ndio maana askofu anasemea, mimi naisemea huko. Kuna kitu kinaitwa uadilifu. Je, Qur'ani inasemaje? Nenda kwenye Qur'ani. Tena tutachukua tu surati Nahli. Ni aya ya 90. Mungu anasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mungu wenu nyinyi anaamrisha uadilifu. Lazima muwe waadilifu. Lazima muwe waadilifu. Adala, uadilifu. Adili, adala, uadilifu, adili. Nini maana ya uadilifu? Kufanya sawa. Neno uadilifu, tafsiri kila mtu anaweza tafsiri yake, lakini uadilifu ni ile kutenda haki, kufanya sawa. Hata Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini nyinyi Waislamu, kunu qawamina bilqisti, kunu qawamina lillahi shuhadaan bilqisti la yajrimannakum shana'anu qawm an alla ta'dilu. Naenda kwa ufupi, nafupisha ili baskofu asije akasema tumeambia msikitini hapa. Hiyo ni Maida 7, surati Maida aya 7. Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawamina lillahi shuhada, simameni kwa ajili ya Mungu mkishuhudilia ukweli, wazi, uaminifu, utukufu wa Mungu bilqist, kwa kufanya uadilifu. Wala yajrimannakum shana'anu qaum, wala msichukiwe na chuki zenu. Mfano, mimi nimegombana na Sheikh Hussein, ikafika mahala kwa sababu nimegombana na Sheikh Hussein nikashindwa kumpa haki yake kiza tu nimegombana naye. Hapana. Wala yajrimannakum shana'anu qaumun ala alla ta'dilu, isiwe sababu magomvi yenu yakakupelekeni kufika mahala usitende haki, usiwe mwadilifu. Nyinyi wanasiasa, wewe ni CCM, umebahatika umeshika dola, haina sababu kwa kuwa wewe tu una dola. Sasa unamuona Chadema na wanaitwa jina baya, mimi wasilipendi. Hapa katikati nilifurahi, walikuwa wanasema chama rafiki. Iteni basi hata hivyo chama cha upinzani, maana yake kila anachosema hata cha kweli unakataa. Hapana, nchi yetu sote. Huyu Chadema ni Mtanzania, huyu ACT Mtanzania, huyu kafu Mtanzania, huyu chama cha ubwabwa cha mzee wangu mzee Hashim Rungwe Mtanzania, wewe CCM Mtanzania. Ni kipindi tu, hichi ni kipindi. Mungu kakubariki, wewe unatawala na tunakupongeza. Miaka 60 tujaingia vitani.
Tunakupongeza, tuwe kweli, tunakupongeza. Na umepewa mamlaka, una mamlaka, ukiwa chama tawala, una dola, una kila kitu. Lakini kupishana kwenu kwa hoja, kupishana kwenu kwa mitazamo, kupishana kwenu kwa sera, kupishana kwenu kwa ilani, kupishana kwenu kwa dini, kupishana kwenu kwa maeneo mnayotoka, isiwachukue kushindwa kutenda haki. Ndio tusikilize Chadema wanasemaje. Wanasema sawa sawa. Kafu sawa. Hili tunaweza kufanya, hili zuri. Na sisi tunashukuru. Tunampongeza hata rais kuanzisha ile 4Rs. Nzuri sana, zinawaletea kwenye mazungumzo. Na inshallah tumuombeeni Mungu. Sisi tutajitahidi, tumuombe Mungu atuwezeshe. Tutakuwa na kongamano jingine kubwa kuelezea mambo mengine. Hata huko mawilayani tutakuja Sheraja. Umeshaanza kujiuliza sasa sisi kocha tutaitoa wapi na nini? Tutakaa tutazungumza tuone. Asikufiki Sandu tutakuja huko wilayani. Tuyaseme haya. Adala. Tuwe adilifu. Tunataka nchi iende salama. Vimeundwa vyombo, mfano TAKUKURU. Tuliwaalika hapa. TAKUKURU. Watende haki wako. Akamatwe mtu anayetoa rushwa. Akamatwe. Afikishwe shariani. Watu wa TAKUKURU. Sisi katika Uislamu mtume wetu anasema arrashia mtoa rushwa. Anasema arrashia mpokea rushwa, wal murtashi na mtoaji, wote finnar, siku ya kiyama wanaingia motoni. Kuna maeneo mengine wakati wa uchaguzi unaambiwa, mimi nimepigwa asubuhi kwa sababu mwenzangu alikuwa anatoa rushwa, anashindikizwa na vyombo vya dola. Hii aibu hii shekhe. Aibu. Haya, wewe unataka udiwani, unataka ubunge, unatoa rushwa, unataka kutununua sisi. Mimi nawapongeza sana CCM. Wamesema safari hii ili ugombee ubunge, watu wakuchagua kwenye chama chako kule ndani, watu 10,000. Fanya mchezo wewe. Utatoa rushwa watu 10,000 utawapa shilingi ngapi? Na CCM mko ni watu 10,000 na ngapi? Hii ubunge. Karibu 11 huko mzee. Kama mwanaume toa sasa hiyo laki. Udiwani nasikia karibu watu 500 ndio wanamchagua diwani. Tunataka TAKUKURU wasimamie uadilifu. Kazi zenu mbili kuziwia. Hiyo ya kwanza. Ziwieni. Na mimi safari na wapongezeni zaidi kwa sababu sasa mmekuwa mnanusuru hata ile rushwa yenyewe haifanyiki. Mnafuatilia mpaka miradi. Hongereni. Tunataka mdhibiti rushwa kwenye vyama. Mdhibiti rushwa kwenye uchaguzi mkuu utapofika. Tupate mtu sahihi. Tupate sahihi. Haijalishi ni nani, si tunataka Mtanzania. Kama ana sifa hizo, umaskini wake haumuondelei kuwa kiongozi. Afu hii nchi ya kisekula. Sio ya kidini. Viongozi wanakuwa wanawake. Leo wanawake maskini wanataka kugombea, lakini wanavunjwa moyo kwa sababu kuna rushwa ya ngono. Kuna mwanamke mwingine anajistiri, anajitambua, anajithamini. Hata kama nataka udiwani, siwezi kutoa heshima yangu, heshima ya mume wangu. Sasa mnawafanya wengine wanaogopa kuingia kwenye vyama. Na nitumie nafasi hii kutoa wito kina mama, ingieni, hii nchi sio ya kidini. Ingieni. Lakini wanaogopa kwa sababu hapa kuna mtu fulani yule mwenyekiti au katibu au nani. Wewe ukitaka tu diwani, ubunge, si nini, unaitwa kwanza tukutane hoteli fulani. Sasa chama kina ofisi yake. Tukutane hoteli fulani kufanya nini? Bagarani wao sema. Bagarani umecheka. Hao hapo ni. Kwa hiyo uadilifu ni mlango mpana, tunaweza kuzungumza hapa hata masaa mawili. Sisi tuna adili, anwa'ul adli, tuna aina za uadilifu. Uadilifu hata kwa mutakhasimin, hata watu mliogombana, umegombana na mtu, tenda haki, tenda uadilifu. Kugombana kwenu wa kuondoi haki zake za kiutu, za kibinadamu, fanya uadilifu.
Wewe una mamlaka, una nafasi, mamlaka yako, ule udogo wake hauondoi nafasi yake na kufanya kwako uadilifu. Ndivyo Qur'ani inavyotuelekeza. Twende haraka haraka. Namba 4, umoja. Umoja ni tunu ya taifa. Yaani Watanzania hao wanatakiwa wawe wamoja. Na ndani ya umoja, hivi Qur'ani haikusema kitu? Mkumbuke sisi tunajikita, mimi naeleza kwa mujibu wa nini? Wa Qur'ani. Hivi Qur'ani haikusema kitu kwenye swala la umoja? Qur'ani imesema. Imesemaje Qur'ani? Mungu anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Shikamaneni. Yaani ule Uislamu unawataka watu wewe wamoja. Na hata ziko hadithi. Mgeni rasmi si watu tunasema Mzee Nyerere alikuwa na akili nyingi sana. Alichukua maneno ya Mtume Muhammad akafanya maneno yake. Mtume Muhammad ya maneno yake anasema aljamaatu rahma. Umoja ni rehema, wal firqatu adhab. Watu kufarikiana ni adhabu. Ni mateso. Umoja, Mzee Nyerere akasema umoja ni nguvu. Mzee umekopi huko afu umeibepetosha kidogo. Umesema umoja ni nguvu. Ni umoja rahma, umoja ni rehema. Leo hata watu wa halmashauri mko hata mkitaka kutoa mafungu yale ya vijana, hampi mtu mmoja mmoja. Mnafanyaje? Kaundeni umoja. Mama lishe mkitaka mkopo mnakuwa mmoja mmoja. Machinga mkitaka mkopo mnakuwa mmoja mmoja. Kikundi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, lazima uchaguzi uwakute wa Tanzania ni wamoja, na tuingie katika uchaguzi tukiwa wamoja, na utuomalize uchaguzi uiache Tanzania wananchi wake wakiwa wamoja. Hapa tukaweka msingi wa kamati za amani. Hii yote ni kukidhi tunu hii ya umoja. Huko nyuma jamani, tulikuwa tunakutana vikao, maaskofu huku, mashehe huku. Tumekaa kikao cha mwisho pale BOT. Mama Dorothy Mwanyika ndio katibu tawala. Mkuu wa mkoa nani? Wakati ule alikuwa Ndikiro. Kaja waziri mkuu anaitwa mtoto wa mkulima, Mizengo Kayanza, anaitwa Peter, Mizengo, huyo. Afu mtu asema kamati ya amani zimeanza wapi? Kamati za amani hapa shekhi, watu wanachinjana. Viongozi wa dini tunapelekwa Buseresere, tumepewa escort. Mashehe wamepewa escort, maaskofu wamepewa escort. Watu washachinjana shekhi. Hii kamati yetu ya amani haikuzaliwa kwenye pipi wala kwenye halwa. Imezaliwa kwenye joto. Sasa kipengele hichi tunu ya umoja isije ikatokea tena si hata zio viongozi wa dini tukaparaganyika, tukashindwa kusimama pamoja. Lazima tuendelee kusimama pamoja. Uchaguzi utukute wamoja, na ukiondoka utuache pamoja. Tunakunywa juice, tumemaliza uchaguzi. Aliyopata kapata. Sisi kwenye utoto kule, utoto Kiswahili tunacheza sanda karawe, amina, aliyepata pate, aliyekosa. Ndio mambo yameisha. Baba Askofu Ndala nifundisha haya moja, inasemaje ile kwamba kura uondoa nini? Uondoa sanda karawe, amina, aliyepata. Sio maskhara. Umoja lazima tulilie umoja wa kitaifa. Katika Uislamu una maneno unasema lakum dinukum, nyie mna dini yenu na sisi tuna. Basi ni Qur'ani hiyo. Lengo la hii aya ni nini? Kutaka umoja wa kibinadamu na kiutu. Umoja. Na iko aya Mungu anasema la yanhakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fi din wala. Mungu hajakukatazeni kuishi kwa wema, kuishi kwa umoja na ndugu zenu ambao sio Waislamu, lakini hawajakupigeni vita, hawajakutoa kwenye miji yenu, kuwafanyia wema, kuwafanyia uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mungu anataka watu wanaofanyana wema, wanaokaa pamoja. Qur'ani hiyo. Umoja unazaa amani. Mimi siku hizi nashangaa, kuna msamiati umekuja hapo, naomba nipaeleze taratibu na waandishi mko hapa. Kuna mtu anasema watu wanasema sana kuhusu amani, mbona hawasemi sana kuhusu haki? Mimi wanamtazama mtu anamnahisi muelewi. Kitu amani sawa, fine. Amani ni kitu haki. Sawa kabisa, haki inatakiwa. Lakini nikupe mfano.
Kutibiwa ni haki yako Mtanzania, sio haki yako ya kikatiba, sio ya kikatiba. Kusoma ni haki yako ya Mtanzania, sio haki yako ya kikatiba, sio ya kikatiba. Kupata maji safi ni haki yako, sio haki yako. Kufurahi, kustarehe ni haki yako, sio haki yako. Faragha yako, yani kupumzika hivi, kwenda pale Tilapia, kwenda Malaika, kwenda Rians Bay, kwenda Gold Crest ukapumzika ukapata faragha, ni haki yako, sio haki yako. Kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa nini? Tuulizane hapa sasa. Kikinuka, si watu wanasema bora kinuke? Tuulizane sasa. Kikinuka kama watu wanavyosema, kikinuka kwamba barabara ya Busweru imefungwa, waliobujingwa kule wamebaki, chondo kinalia, barabara ya Kenyatta Road huko haipitiki, nyumba zote zimedondoka, barabara ya huku, hii haki yako ya kikatiba unaipata wapi? Hivi tunaelewana? Lakini tunazungumzia, kuna watu wanasema mashehe hawa viongozi wa dini kina Sekelo wameshanunuliwa, wanasema tu amani amani. Mbona hamsemi haki? Jamani, hauwezi kuleta haki kama hakuna amani. Pigeni makofi. Logic hiyo, chukua hiyo. Kupata afya, yani hizo hospitali kujengwa ni haki ya Mtanzania. Kupata elimu ni haki ya Mtanzania. Faragha kwa mujibu wa katiba, jamani, kwa mujibu wa katiba ni haki. Lakini haki hii Wakongomani wanaipata? Wasiria wanaipata? Sasa viongozi wa dini hawa sio wajinga, wanahimiza lile ambalo linaloweza kufanya hiyo haki ipatikane. Ukisikia tunahimiza amani, tafsiri yake ni kwamba tunahimiza ambacho kinachofanya haki ipatikane. Haki ya faragha wewe na mume wako, haki ya faragha wewe na mke wako ni haki yenu, sio haki yenu. Lakini hata mtutu tu kilia hapo nyuma, hiyo haki humu ndani inatendeka. Zile habari huwa zinarudi mpaka tumboni, ukizigusa hazipo. Ya chondo kimelia ti. Alafu unasikia nimepita hapo. Unamwambia nipe haki yangu. Msifanye utani. Alafu waandishi wa habari, semeni hivi vizuri. Msituwekee maneno mdomoni. Mimi Askofu Ntunza, Askofu Sekelwa, Askofu Bundala na mwingine Mzee Kisanu, tunapomimina ushawishi wetu kuwaeleza watu kuhusu umuhimu wa amani, ni sanjari tumeitaka haki. Bila kusimamia amani, haki hakuna hata moja inaweza kutimia. Nilikuwa natafuta nafasi niseme vizuri taratibu. Sio, mmenielewa? Alafu huwa nacheka sana tunapokwenda kudai haki. Tunapokwenda kudai, kuna kitu kinaitwa wajibu. Sisi katika Uislamu iko very clear, Baskofu. Sisi katika Uislamu mwanamke anahudumiwa. Sijui uko kwenye Ukristo. Yaani sisi mwanamke akiyemea nyumbani ni hiari yake. Na ile inaitwa sadaka. Akimnunulia mtoto nguo, akilipa school fees. Sisi mwanamke hata akiwa waziri katika Uislamu, ni haki yake kuhudumiwa. Ni haki. Lakini kuna wajibu akiupoteza haki inafanyaje? Ndiyo. Katika Uislamu kuna mwanamke anaitwa an-nashiz. Ndio wanasema lazima uwe mwanazuoni shekhe. Hizi bahari zingine. Unakuwa shekhe wa mkoa afu usome mwanazuoni. Unakuwa shekhe wa wilaya afu una jambo, mistari imekauka. Kuna kitu kinaitwa an-nashiz. Mwanamke ambaye amechupa mipaka, anatoka bila ruhusa. Anasema tumeshazoeana babu. Mimi namuaga wa nini? Miaka 30 kwenye ndoa bado naaga. Bado naaga, hamna ndoa nzee. Umevunja mipaka. Ukivunja mipaka, sheria ya dini inakuondolea baadhi ya haki zako. Hapo ningekaa sana, kimuda hautoshi. Kwa hiyo huwezi kudai haki kabla hujatimiza nini? Wajibu. Sasa kama tunataka yote tuendelee pamoja, tuendeni na amani, tuhamasishe haki na tuhamasishe wajibu, twende kwenye siasa. Kwani wajibu wa kiongozi ni kufanyaje? Kutiiwa. Wajibu wa raia kufanyaje? Kumtii kiongozi. Na wajibu wa kiongozi kuwahurumia yatima na kuwatendea yaliyo sawa.
kwa mujibu wa katiba yenu ya nchi yenu. Ikiwa nyie vyama vya siasa lengo lenu ni kushika nchi, alafu mnawahamasisha vijana kuwa kasoro adabu, kuwa wavunja sheria, siku mkitawala nyie hawa vijana mlishawapa tabia hii, mtawabadilishaje? Hivi mnanielewa? Lakini kila chama lengo lake ni kushika. Tufijalie CCM imeondoka madarakani, mmekaa nyie chama B, chama C, chama F, mmekaa pale, lakini ndio mlishowatengeneza vijana wenu, wafasi wenu kuwa kasoro adabu, mtawabadilishaje? Iko siku watakuja kuondoa mwenyekiti kwenye kiti, kwa sababu ni kitu mliwatengeneza. Sisi tunataka umoja wa kitaifa. Tunazo nafasi za kukaa, tukazungumza, tukasema, tukaongoza mambo yetu. Ningekaa tena sana hapo, lakini naondoka kwa sababu ya muda. Uwazi. Uislamu unasemaje kuhusu uwazi? Sisi katika Qur'ani Mungu wetu anasema wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Sheshewa wilaya ya Kwimba. Qur'ani hiyo. Mungu anasema kila jambo nimelipambanua wazi, lieleweke. Ndio maana kwenye Uislamu hakuna kitu ambacho hakina majibu. Mimi niliitwa pale chuo kikuu St. Augustine, tulikuwa na Bundale Baskofu. Wanafunzi wale, mnajua wanafunzi moto zao, wanauliza kwa nini mwanamke wa Kiislamu anajifunika buibui, jilbabu, afu jeusi lile hivi, haoni joto? Halafu huko soko mnyanyasa mwanamke. Nikamwambia uacheni Uislamu ujisemee wenyewe. Nikapanda pale, nikaeleza sababu. Madaktari wakaweka kalamu chini, wasema kweli tunaelewa. Uislamu unajieleza wenyewe. Usiusemee rafiki yangu. Usiusemee my brother. Usisemee Uislamu. Usiusemee Ukristo. Unajieleza wenyewe. Unataka jambo, si Qur'ani yetu imetuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la. Wewe unataka jambo la Kikristo, usiseme wewe shekhi. Mfuate askofu, mfuate mchungaji. Siku moja alituonyesha maajabu ya Askofu Bundala. Yaani pale alipo anajua dini zote duniani, na tarehe na mwaka zilivyoanza, yule Askofu Bundala. Sasa yule anajua, tumpe nafasi aeleze. Kwa hiyo Uislamu unataka kila kitu kiwe wazi. Sasa uwazi katika nini? Tunaenda kwenye uchaguzi. Tumewaiteni tuambieni, hii ni tunu, uwazi ni tunu ya taifa. Tuseme wazi, tuambie wenye kusimamia uchaguzi, waweke mambo wazi. Mtu akishinda ambiwe ameshinda. Kitendo chenu cha kuziwia, kuchelewesha kutoa matokeo na mmekwisha hesabu, nyie mnasababisha kuvunja tunu ya taifa. Vyama vilipewa muda wa kuenda kwa wananchi, vijinadi, vijieleze. Tumeshapiga kura, tumemaliza. Alafu bado mnasema tusubiri. Tunamsubiri nani? Tunamsubiri kesho. Mnataka kuhatarisha amani. Toeni kashinda. Alafu si hatujawahi kuuana kwa sababu ya vyama vingi. Nchi hii imekuwa na vyama vingi kabla ya uhuru. Alafu ikarudia mwaka 93. Tena mimi nina bahati, sababu mimi nimezaliwa Ujiji, jimbo la Kigoma mjini. Viliporudi tu vile vyama vingi, mgeni rasmi, uchaguzi wa kwanza wa kitaifa ukafanyika Kigoma mjini. Wagombea mmoja aitwa Dr. Walid Aman Kaburu, wa pili wa CCM aitwa Azim Suleiman Premji. Wenyewe wanasema wakimuita tunda la CCM. Ule uchaguzi wa kwenye historia mpaka leo kwenye vitabu vya mahakama. Maki kesi zilienda mpaka watu walishangaa. Moja ya sifa yetu kule Kigoma ni ubishi. Mtu anaweza kubisha hapa akitoka kama nishikie ubishi wangu. Usifanye mchezo. Ile kesi inakatwa rufaa mpaka majaji 6 shekhe. Kuna jua uchaguzi mimi. Toeni matokeo kwa wakati. Watu wamepiga kura, tumeacha siku nzima, na serikali yetu ilivyo nzuri, uchaguzi ulikuwa unafanyika Jumapili. Wakasema tutawakosesha wengine. Maana kuna mtu mwingine kwa ibada umtoi. Umetolewa. Ikifika uchaguzi huwa rais anatangaza siku maalum ya uchaguzi ili watu waende wakapige kura, ni haki yao ya kikatiba. Na hapo nikichomekea hata kwenye zile mtu amani. Kwani semeni haki. Hivi nchi ambazo zinafuja wanafanya uchaguzi? Chukua na hiyo ongeza kwenye zile hoja zangu.
Kwa hiyo Sheikh Hashim, nendeni kifua mbele kuelezea amani. Narudi hapa, uwazi kwenye kazi zako ofisini, kuwa wazi. Wewe katibu wa BAKWATA mkoa, kuwa wazi kwa halmashauri yako. Wewe shekhe wa wilaya, kuwa wazi kwa baraza lako la mashehe. Utaona unavyoishi shekhe. Hata kwenye familia wako watu sasa, mwanamke ashauriwi. Mimi ndio mume hapa, ndio kila mwanamke anashauriwa. Kuna wanawake hawajui hata mume wake ana kitu gani. Umeficha uwazi. Uwazi ni tunu ya taifa. Ningekaa sana hapo lakini natoka. Uwajibikaji. Namba ngapi hiyo? Uwajibikaji. Kila mtu anatakiwa kuwajibika. Kwenye dini tunatakiwa kuwajibika. Kwenye siasa wajibika. Baskofu ameeleza vizuri namna unatakiwa kuwajibika, kutenda, ufanye inavyotakiwa. Sisi katika Uislamu hiyo ndio inaitwa itqan. Kuna kitu kinaitwa itqan. Wajibikaji. Sheraja upo? Wajibika. Mzee Shia Ithna Ashari, ukikwepa ile nafasi wajibika. Ni wajibu wako, tenda. Tenda. Ukisoma Qur'ani surati An-Naba aya 11, Mungu amesema waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna an-nahara ma'asha. Uwajibikaji huo. Mungu amefanya huu mchana ni eneo la kutafutia riziki. Wajibika kutafuta riziki yako mchana. Ikitokea usiku mshukuru tu Mungu, lakini mchana umetengwa kwa ajili ya kutafuta riziki. Ukienda Mulk surati An-Nushur aya 15, Mungu anasema huwaladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha. Mungu ameiandaa hii ardhi na kaidhalilisha. Tembeeni kwenye ardhi kwenye kutafuta riziki. Wakulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Kwa kutokuwa na uwajibikaji leo tumekuwa omba. Yote ni mashahidi. Tena kanyewe viongozi wa dini mnajua zaidi. Ukiingia ofisini na 100,000 utoki nayo, au uongo? Siku hizi watu wamejiandalia utaratibu, wana kitu wanaita mkeka. Yaani ana mkeka wa watu wake 10 wa kuwaomba kupitia message. Kawapanga watu 5 naomba Jumamosi, 5 naomba Jumapili, 5 naomba Alhamisi, 5 naomba Ijumaa. Kwa ukiamka tu asubuhi mna baba askofu hapa unavyoniona, wallahi nakuapia toka jana wanao anakupa na watoto ambao sio wako. Wanao humu ndani hawajala chochote, hawajui. Sasa askofu mtu wa Mungu, sasa basi baba. Tena bubaya zaidi waombaji wa siku hizi wanakuwekea na kiwango. Basi askofu ungenitumia 50 hapo. Bwana nipa na kiwango wakati unaomba mzee. Yote hii kuacha kuwajibika. Hatutaki kuwajibika. Uwajibikaji ni tunu ya taifa. Mtume wetu anatuambia utlubu rizqakum fi khabaya al-ardh. Itafuteni riziki yenu kwenye ardhi. Kwenye ardhi kuna karibu vitu 4. Kuna kilimo. Kuna uvuvi. Tuko pamoja. Kuna uchimbaji. Kuna ile wanaita kuna nini? Kulina asali ile. Unaitwa nini ule? Kugema asali ile. Zile ni kazi 4 ambazo imetakiwa sisi kuzifanya wanadamu. Sio kama unaomba, lima. Chunga mifugo. Mitume wote wamechunga mifugo. Sasa kwa sababu tunajua leo tumeichomekea, hii ni siku ya Pasaka, mtusamee. Hizi mada ni nzuri sana. Siku nyingine Baskofu Bundala na Ustadhi Twaha hatupangieni siku nzuri, mtu apewe saa 1:30 kwanza anaeleza, mwingine saa 1:30 anaeleza, afu maaskofu wanapata nafasi, mashehe wanapata nafasi. Haya mambo ni mazito. Kwa hiyo uwajibikaji ndugu zangu ni tunu ya taifa na Uislamu umeueleza. La mwisho ni lugha ya taifa. Wazee wetu waasisi waliamua Kiswahili iwe tunu ya taifa, na ni kweli sote ni mashahidi Kiswahili kilivyotuunganisha. Ndio maana sisi kwenye dini yetu, nazungumzia kwa niaba ya Waislamu, kuna lugha, nyesi mnajua kwamba lugha ya Kiislamu ni lugha gani? Ndio maana hata kuitana kwenye sala tunaitana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiarabu hichi. Kwa sababu lengo la adhana ni kuwaita watu, njooni muda wa sala umefanyaje? Umefika, njooni mswali. Baskofu unapenda kuuliza. Ukiuliza adhana maana yake nini? Adhana ni kuwaita watu waje kuswali.
Sasa kwa sababu ni lugha ya dini, hakuna hata mtu mmoja alisimama akasema Mungu mkubwa, Mungu mkubwa. Kuna mtu alishafanya hivyo? Ni Kiarabu, Allahu Akbar. Hata askofu, mimi na maaskofu marafiki zangu sasa, shehe, leo unaona imamu wenu amechelewa sana. Hao ndio wananiamshaga asubuhi hao. Raha kabisa. Kwa Tanzania tumewekewa lugha ya ni tunu ya taifa. Tuilinde. Na sisi katika Uislamu yako maeneo mengi. Mungu wetu ndani ya Qur'an, surati Ibrahim aya 4, asema ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim. Mungu anaelezea lugha. Wama arsalna min rasuli, hatukumtuma mtume yoyote illa bilisani qaumihi, isipokuwa tumemtuma kwa lugha ya jamaa zake, kabila lake, la watu wake, liyubayyana lahum, ili awabainishie watu waweze kuelewa. Fayudhillu Allahu man yasha, Mungu humpoteza amtakaye na humuongoza amtakaye, wa huwa al-azizul hakim, Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Lugha, Mungu anataja lugha. Kwa kuna umuhimu wa lugha. Sasa Kiswahili ni lugha, ni tunu ya taifa. Na ndio maana sheria hata za uchaguzi, mtu hataki kujinadi Kimakonde, wala Kiha, wala Kimanyema, wala Kisukuma, wala Kihaya, Kiswahili. Na tumefanikiwa, ziko nchi uchaguzi ukifanyika wanaruhusiwa kusema lugha 7. Sisi tuna Kiswahili. Na hapa nitoe wito. Hata nchi yetu kuna wakati mwingine huwa wanayumba mgeni rasmi. Mnaona wanakuja wa China hapa, Mchina akija hapa anasema Kichina. Eti kwa sababu amekuja mgeni rasmi anajua Kiingereza, tunaacha kusema wote Kiswahili huko. Tunasema tunamsikiliza nini? Tunasema Kiingereza ili mgeni rasmi aelewe. Kati ya mgeni rasmi na sisi wapi wengi? Sasa sisi tunaacha aje kusema sisi Kiswahili afu yeye ndo atafsiriwe. Hapo wakati mwingine kuna watu wanajifanya wamesoma, Kiingereza hawajui. Hichi Kiingereza kila shida she. Watu hawajui. Watu kujilazimisha kwa Askofu Sekelo, Sekelo muache na Kiingereza chake. Kuna siku moja Askofu Sekelo na dada yangu hapa, Sister Upendo, alimleta mtu anaitwa Young nini? Peter Youngren. Sasa hao vijana wangu wote wananiuza shashe. Ule ni English. Sasa hao wananitania na shehe kule ngenge. Vipi shehe utapiga? Kaambia je, mtashangaa. Peter Youngren mwenyewe atasaluti leo. Basi Askofu Sekelo akaanza pale piga Kiingereza, akapiga. Sasa Sheikh Abeki unataka kusema, nikasema asalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatu Sheikh Peter Youngren. Akaba please. Please. Akasema hatuwezi kupata mkalimani, ameambia mtafute. Mimi najua Kiarabu wewe. Sina maana ya kuwachekesha, nina maana ya kuonyesheni umuhimu wa lugha. Sisi wa Tanzania tumepewa lugha yetu ni nini? Kiswahili. Ni tunu ya taifa. Ndio tunapaza sauti kwa hata viongozi wetu wathamini. Mimi nilikuwa nampenda sana Magufuli mzee. Piga Kiswahili popote mzee. Alafu Kiswahili chenyewe kinakuwa wazee. Jumuiya ya Afrika, Umoja wa Afrika umeipitisha ni katika lugha pale. Nimeambiwa hata Umoja wa Mataifa safari hii imezungumzwa pale. Na Mama Samia anasema piga Kiswahili, watu wakashangaa. Tunampongeza. Kwa hiyo sisi tuna tunu zetu 7 za taifa, mtanisamee. Inawezekana nimetumia dakika nyingi, lakini kubwa zaidi nilikuwa nataka nieleze hizi tunu za taifa, na kwa watu tumeita wasaidizi wetu kutoka mawilayani na wapi tuondoke tumeshiba katika hili. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana waratibu wetu, Baba Askofu Bundala, lakini kumshukuru Shetwa mwenyekiti mwenza, na wewe nikushukuru kwa kunipa nafasi hii na kwa kuongoza vizuri somo la mwanzo, na niwashukuru wote mlionisikiliza. Lakini niseme kwa pamoja, tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2025 tuna wajibu wa kulinda tunu za taifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inabaki salama. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tumshangilie kwa makofi.
Najua hakuna cha kuongeza. Hebu tujinyooshe kidogo. Na Sheikh Kabeka akiongea unakuwa unatamani usikilize mpaka kesho. Hii ni miamba, ndio maana wenye viti wenza. Basi nani atuongezee? Katikista, katibu kamati amani Misungu, hebu tuonyeshe mbinu ya kufanya ili tuondoe uchovu. Na wewe ni mzee, utatupeleka taratibu. Ni tofauti na jaa. Ndio uzuri wa wazee. Asante sana. Amina. Sasa kwa wakati huu ni mkaribishe mwakilishi toka kuu ndugu yetu Protas, yeye anatokea TAKUKURU. Ingarao dakika 10. Karibu sana. Protas, karibu. Asante. Yeye anatokea kuu ya wilaya Nyamagana. Hebu naomba hiyo nanika ratiba yangu hiyo. Hapa. Baada ya kunania hapa tulikuwa ni makundi. Sasa naye yuko kwenye maeneo ya makundi, ingawa aseme kidogo. Baada ya makundi mbalimbali ndio haya anaanza kusema sasa. Baada ya makundi tunakuja majadiliano wajumbe wote. Na penye kwa sababu muda wetu umekwenda, baada ya makundi wajumbe wote, majadiliano wajumbe wote, tunakuja hotuba ya mgeni rasmi. Baada ya hapo takuwepo na tamko la shukrani. Baada ya hapo takuwa na dua na sala, baada ya hapo chakula. Kwa hiyo viongozi wa dini upande wa Kristo, vute subira kidogo, tamaliza tu mapema. Asanteni sana. Karibu TAKUKURU, ngarau useme dakika 5. Karibu sana. Zote hizo. Anasema ni nyingi. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda nijitambulishe japo nimekuta kikao kinaendelea. Kwa majina naitwa Protas Henry. Ni mchunguzi mkuu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Mwanza. Lakini pia ni mjumbe wa kamati ya usalama wilaya ya Nyamagana. Niwashukuru waandaaji kwa kunipa nafasi kwa ajili ya kuongea machache nilionayo, japo nilikuwa sijaandaliwa kwa ajili hii, lakini kwa sababu ni kiongozi lazima niwe na la kusema. Mimi binafsi nashukuru sana wawasilishaji wa mada zilizojitokeza ambazo zilikuwa mbele yetu, kimsingi zimenijenga. Japo ni kiongozi wa serikali